السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، وأحثكم على تمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معاشر المسلمين, ni lazima turejeshe shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah anatuambia wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kwa jumla, lau mutataka kuzihesabu na kuzidhibiti zile neema alizowapatia Allah, la tuhsuha, hamwezi kuzihesabu wala kuzidhibiti. Kwa hivyo kwa jumla ni kusema alhamdulillah kwa neema zote ambazo kwamba Allah tabaraka wa taala alizokupatia. Tukiendelea na kumalizia leo hutuba yetu, tulikuwa tukizungumzia ni ipi hakika ya hasad, yani nini maana ya hasad, vigawanyo vya hasad, mambo yanayofanya tukahusudiana baina yetu sisi kwa sisi ni yapi. Tukafika katika madhara ya hasad na tukaona madhara yanayopatikana kwa mwenye kuhusudu na madhara yanayopatikana kwa mwenye kuhusudiwa. Kisha vile vile pia tukakomea katika madhara yanayopatikana katika mujtamaa wetu. Hapa ndipo tulipokomea, na leo biidhnillahi wa bimashiatillahi tutaendelea tukimalizia khutba kama hii inayozungumzia kuhusiana na hasad. Katika Jumaa iliyopita, maashara almuslimin, tuliona madhara ya hasad. Mojawapo katika mujtamaa wetu ni kwamba yumazziqul mujtamaa wa yufarriquhu, hupasua mujtamaa na kugawanya watu. Hawezi kuwa pamoja wakiwa watu ni wenye nini? Ni wenye kuhusudiana wao kwa wao. Na bila shaka wanamsemo wenye kusema, wanasema farriq tasud, gawanya ndio utatawala. Hauwezi kuwatawala watu na kuwalaghai vichwa vao na fikra zao isipokuwa baada ya kufanya nini? Ya kuwagawanya. Kwa hivyo tunaona katika madhara makubwa yanayopatikana katika hasad ni kwamba mujtamaa wetu hauwezi kushikana, na ukikosa kushikana hauwezi kufanya maendeleo kwa pamoja, bali itakuwa ni madhara juu ya madhara. Vile vile maashara almuslimin, katika miongoni mwa madhara ya hasad yanayopatikana katika mujtamaa ni ishaatul jarima, ni kuenea uovu baina yetu sisi kwa sisi. Sawa, mujtamaa umegawanyika, kila mmoja yuko kivake, kisha sasa hautokoma hapo tu kwamba umegawanyika, bal kutakuwa na matatizo kati yao. Angalia, ni kwa kuwa ni dhambi la kwanza aliloasiwa nani? Allah tabaraka wa taala kule mbinguni, hasad. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliwaambia malaika, fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nitakapomaliza Adam, Allah anawaambia malaika, nitakapomuumba nishammaliza, wa nafakhtu fihi min ruhi, kisha nikampuliza ndani yake roho, sawa, faqa'u lahu sajidin, fanya nini? Msujudieni. Wasajada almalaikatu, malaika wote wakafanya nini? Wakasujudu kufuata amri ya nani? Ya Allah. Wa aba iblis, iblis peke yake ndio alifanya nini? Aliyokataa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuuliza kwa nini umekataa, alisema nini? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itakuwaje nisujudie mtu ambaye kwamba umemuumba na mchanga, na mwangalie ukimuumba umeniumba na moto? Haiwezekani. Sasa maashara almuslimin, haikubakia madhara ni kwake tu kwa kuwa amehusudu basi imeisha. Kilichofuata Allah Subhanahu wa Ta'ala akafanya nini? Baada ya kuwa ibilisi amekufuru,
wa turida minas samai, akafukuzwa kutoka wapi? Kutoka mbinguni, akatolewa ndani ya janna. Wa khasira khusranan mubina, na akapata khasara kubwa sana Ibilisi alayhi laana kwa sababu ya hasad aliyoifanya. Na baada ya hapo sasa, kwa sababu ya hasad, angalia, kwa sababu ya hasad inakuja paka katika mujtamaa. Baada ya hapo sasa Ibilisi alichukua ahadi mbele ya Allah tabaraka wa taala, nitafanya nini? Nitawapoteza. Haitobakia kwangu tu peke yake. Yote haya yameletwa na nini? Yameletwa na hasad. Angalia, dhambi la kwanza liloasiwa ndani ya ardhi kama vile lilivyoasiwa ndani ya mbingu ni hasad, na ndani ya ardhi pia ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni hasad baina ya Qabil na Habil. Qabil akanyosha mkono wake na akamuua. Anayemuua ni nani? Ni ndugu yake baba na mama. Naona baada ya kuwa kila mtu akikaa akiangalia hivi kwamba huyu ndio aliyemuua babangu, itakoma hapo kweli? Haitakoma hapo. Huyu ndio alisababisha babangu akafutwa kazi, itakoma hapo kweli? Wallahi haiwezi kukoma hapo. Huyu ndio alisababisha binti yangu akaachwa, itakoma hapo? Haiwezi kukoma hapo. Huyu ndio alisababisha mimi nikafutwa kazi, itakoma hapo? Tunaona kama katika miji yetu vile watu wanavorithishana chuki kwamba fulani babu yake alifanya kadha, kwa hivyo sasa wajukuu, watukuu, vitukuu nao watakuwa wanarithishana matatizo na migogoro ndani ya mujtamaa wetu haitoweza kumalizika kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hasad. Kwa hivyo maashara almuslimin, kama tulivyoambiana katika Jumaa iliyopita ya kwamba hasad haitokoma kwa yule aliyehusuda na aliyehusudiwa, bali itaenea mpaka katika nini? Mpaka katika mujtamaa wetu kama hivyo tunavyoliona. Vile vile maashara almuslimin, katika madhara ya hasad katika mujtamaa, kama ulama wanatuambia alhasad yamna'u sahibahu min qabuli alhaqqi walidh'ani lahu. Hasad ikienea katika mujtamaa, watu watakataa katika mujtamaa, watakataa kuikubali haki hata baada ya kuwa wameiona ni haki, lakini imeletwa na nani? Imeletwa na fulani, si ndio? Hatuwezi kukubali. Ndio maana khutba iliyopita, Jumaa iliyopita, tulisema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam aliwaambia kwamba fasata ikhtilafan kathira, mutakapoishi mpaka akhiru zaman mtaona migogoro na ikhtilafu nyingi kwamba zitakazopatikana. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam alichowaambia kwamba shikamaneni na nani? Na kiongozi wenu, hata ikiwa atakayewatawala, wa intawalla alaykum abdun habashiyyu, hata ikiwa yule ambaye kwamba atakayekuwa ni mtawala wakati huo ni mtu mweusi, nyinyi msikilizeni. Alaykum bis-sam'i wat-ta'a, kitu muhimu nyinyi ni kusikiliza na kutii. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwajua kabisa kwamba lau watu hawatakuwa kitu kimoja, watachukiana kwa njia ambazo kwamba zisofaa, huu mujtama hautaweza kuendelea. Angalia, subhanallah, Banu Israil walipokuwa wakiwaua mitume wao, kama Allah anavyotuelezea, wale wanaowapenda wanawaacha, wale wasiowapenda wanawamaliza, na mwisho kabisa kama vile suratul Bayyina inavyotambia, lam yakunil ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Ahlul kitab ambao kwamba hao Mayahudi na Manaswara walisema kwamba hatutoacha mfumo wetu wa maisha tulionao. Kisha wal mushrikina, na wale ambao kwamba hawako katika ahlul kitab kama vile wale wa kuabudu masanamu, wakasema kwamba tutashikamana. lam yakunil ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Wanasema kwamba hatutoacha haya tulionayo tunayoyafanya mpaka utije sisi nini? Ubainifu. Allah anasema rasulun min Allahi, akawajia mtume kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kazi yake yatulu suhfan mutahhara fiha kutubun qayyima, mpaka mwisho wa sura. Maasara muslimin, utaona kwamba Mayahudi kwamba walikuwa wanajua kama Allah anavyotambia katika suratu Saf
وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه Ahmad, na wapatia bishara na kueleza kwamba kutakuja mtume ambaye kwamba ismuhu Ahmad, na walitarajia sana kwamba mtume kama huyu atakuwa ni katika Banu Israeli, lakini kwa bahati mbaya alipokuja ilikuwa ni mtume katika Waarabu. Washaona na wanajua kabisa kwamba tushasoma katika Taurat. Soma yule Buhaira au Bahira, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yatembea na ammi yake, wakitoka wapi? Wakitoka Maka waenda Sham na mzigo na biashara. Walipofika pale Basra ama Busra, wakakutana na bwana mmoja. Alipomuona tu akaanza kumuuliza maswali ammi yake, kwa sababu yake mtume alikufa, mtume bado kio katika tumbo la mamake. Akamuuliza, huyu ni mtoto wako? Akamwambia ndio. Akamwambia hapana, si mtoto wako, haiwezekani huyu mtoto mpaka sasa babake yuko hai. Akashtuka, ndio siku ya kwanza kukutana bana. Wakitembea Mtume sallallahu kuna kivuli kinafunika, yani kuna baadhi za alama alizoziona, akasema kwamba huyu mtoto atakuja kuwa ni nabii, na babake huyu mtoto ashakufa. Katika tulivyosoma katika Taurati na Injili, babake haiwezekani kwamba yuko hai. Kwa hivyo alhasil maasar muslimin, akaeleza alama zote na dalili zote kuonesha kwamba huyu atakuwa nani? Ni mtume. Bali akamuhusia ammi yake, akamwambia na kuomba kama nilivyoweza kumtambua mimi, na atakavyokwenda huko Sham wale Mayahudi, maulama wa Kiyahudi wakimuona tu watamtambua na watamuua. Kwa hivyo nakuomba umrudishe. Lakini maasar muslimin, angalia, kwa sababu ya hasad alipokuwa ashakuwa ni mtume sasa, lakini itakuwaje si katika Mayahudi ni Mwarabu? Hatuwezi kumkubali. Sijui tumeelewana? Kwa hivyo, na hivi ndivyo tunavyoishi katika mujtamaa wetu. Ni wangapi leo wenye maono na ni wenye fikra, lakini ni kwa sababu ni kabila fulani, ni kwa sababu ni rangi fulani, ni kwa sababu ametoka familia fulani, hatuwezi kukubali maoni yake, wala hatuwezi kukubali fikra hata kama zitatupeleka mbele, kama alivyokuwa akisema wale wenye kusema kwamba ukweli wa Muhammad na uchukia, asema urongo wa Musailamatul Kadhab na upenda zaidi kuliko ukweli wa Muhammad. La ilaha illallah. Si ndivyo tunavyoishi sasa? Yani wewe kuwa na msimamo utakayokuwa nayo, simama na haki utakavyosimama nayo, maadamu wewe ni kabila fulani, ni rangi fulani, umetoka sehemu fulani, hatuwezi kukubaliana na wewe. Kwa hivyo ndio madhara ya hasad, kwamba madhara kama haya yanafanya mujtama wawe ni wenye kukataa maendeleo na haki hata baada ya kuiona ni haki, kwa sababu ya hasad, kama vile ambavyo kwamba walivyokataa Mayahudi kumkataa mtume na baada ya kujua kwamba yeye ni mtume. La ilaha illallah. Asema alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah anasema Mayahudi walikuwa wanamjua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila alichonacho, kuanzia atazaliwa wapi, ataguria kama yaarifuna abna'ahum, kama wanavyowajua watoto wao. Lakini wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun, katika wao Mayahudi kuna wale wanaojua haki lakini wanaificha, hawataki kumfuata. Nini kilichofanya wasifuate? Ni hasad. Kwa tayari, angalia Abu Jahal yuwafa, yuwatuma salamu, nendeni kamwambieni Muhammad ya kwamba nafa, lakini bado mimi nampinga. Walipokwenda kule Habash Ethiopia, wanamuuliza, hebu Abu Sufyan, hebu tueleze habari za huyu Muhammad. Anasema wallahi, habari nitakazokueleza zote ni za kweli, hata kama nampinga, lakini nakueleza kwamba huyu ni mtu ambaye kwamba yuko sawa sawa. Someni tarehe ya Walid bin al-Mughira ambaye kwamba Allah alimtaja katika suratul Qalam, masha'in manna'im binamim, sawa, utullin ba'da dhalika zanim. Utullin ni jitubaya, jiovu, tena baada dhalika, baada haya yote, zanim ni mtoto ambaye kwamba alizaliwa nje ya ndoa, ni mwanaharamu. Ilikuwa ni katika watu wakimtukana mtume sana sana sana. Allah anamwangalia tu, anamwangalia tu, ambia ngojea nitakuteremshia bomu, hutolisahau maisha yako.
Allah akamwambia achana na huyo Muhammad, asikusumbue akili, huyu ni mwana haramu. Na kawaida watu waliozaliwa nje ya ndoa lazima akila mahali alipo lazima ataonesha mambo yake. Utullim ba'da dhalika zanio, achana naye, ni jitubaya. Tena baada yote hayo sifa tulizozitaja kuanzia mwanzo, ni mtu alizaliwa nje ya ndoa. Alifanya nini? Alitoa upanga wake na akaenda paka kwa mama yake, akamwambia wallahi na muamini kwamba Muhammad ni nani? Ni mkweli, hajawahi zungumza urongo, na ukikosa kuniambia babangu ni nani, kichwa chako ni halali kwangu mimi. Ni nini kinachofanya simuamini na yajua kwamba ni kweli? Namwambia Muhammad hajawahi zungumza urongo, na maadamu ameniambia mimi ni mtu nilizaliwa nje ya ndoa, ni kweli nimezaliwa nje ya ndoa, niambie babangu ni nani. Na usiponiambia kichwa chako ni halali kwangu. Mama kaona sasa hapa ni balaa. Ikabidi afanya nini? Amueleze kweli mwanangu, babako huyu ulionaye Mughira si babako, ilikuwa ni mzazi katika kupima na kuangalia, walionekana ni matatizo hatopata mtoto, na ilikuwa ni mtu tajiri, mali yake hakuna atakairithi. Akazungumza na rafiki yake fulani, akalala na mimi, ndio ukapatikana wewe. Baada hapo atasema tena kitu, ataweza tena kumtukana Muhammad, subutu. Ana neno gani atakalolisema? Wewe mwenyewe umezaliwa nje. Kwa hivyo maashara muslimin, hasad ikiingia katika mujtama, watu watakata haki hata kama wameiona kwamba ni haki, kama kina Walid bin Mughira na kina Utba na kina hawa ambao kwamba tulio wataja. Maashara muslimin, tuangalie kama visa vile ama vitatu ya madhara ya hasad. Yapokelewa kwamba Ibn Abdullah ilikuwa kana rajulun, Ibn Abdullah huyu yapokelewa sema kwamba ilikuwa ni mtu amekwamba yuko karibu na falme. Sikiliza, ndio hata Jumaa iliyopita tulisema siku zote, wallahi amini ama usiamini, siku zote mwenye kuhusudu na mwenye kuhusudiwa anayepata taabu zaidi na atakayekula hasara zaidi ni mwenye kuhusudu siku zote. Huyu bwana yuko karibu na falme, kazi yake ni kumwoshea viatu mfalme, mahali atakushonwa nini, yuko karibu. Kuna moja katika mawaziri wa mfalme akawa yaudhika sana na huyu bwana, hampendi, na yule mfalme alikuwa ana msemo akimwambia huyu bwana, akimwambia nini? Ahsin ila almuhsin biihsanihi fa innal musii'a sayakfihi isaatahu. Mfalme akimwambia huyu bwana, ahsin ila almuhsin, siku zote mfanyie wema yule anayekufanyia wema, biihsanihi, kwa ule wema wake. Madamu umenifanyia wema na mimi nitakufanyia wema. Asema fa innal musii'a, hakika yule mwenye kufanya uovu, sayakfihi isaatahu, utamtosheleza ule uovu wake, ule uovu wake ndio utakuja kumlipa. Maneno haya kila akienda ule falme akimwambia msemo. Huyu bwana ikaendelea katika kazi, na kuna moja katika wakaribu sana wa mfalme akawa anaudhika sana. Kwa nini? Yani apate nafasi, shike viatu vya mfalme, iwe karibu na mfalme, azungumze na mfalme. Kasema huyu lazima nimpangie njama nimalize ile mbali. Alifanya nini unajua? Alimwambia mfalme, bwana, na sisi kama viongozi tofaa tuchunge sana. Yani ukija ukiambiwa jambo, bwana Muhammad yuko hivi, angalia, fuatilia, ni kweli, lakini aweza kweli huyu kunisema hivi? Huyu kweli aweza? Bwana mfalme aliambiwa, bwana huyu bwana yuwazunguka kule mjini akisema kwamba wewe bwana wanuka mdomo. Na unajua tena mafalme wa zamani ni majabari, ni watu majahili, wengi wao hawakusoma, watu hawana dini, ni watu wako mbali na Mungu, ni watu wanaenda na mahawa zao. Yosemaje? Yosema wanuka mdomo. Hapana, nitathibitishaje? Asema kesho muite, uzungumze naye, utaona. Muite, mwambie asongee karibu. Bwana huyu ambaye kwamba alimwambia mfalme kwamba huyu wasema kwamba yeye anaoka mdomo, akamwalika yule mwosha viatu wa mfalme. Akamwambia kesho bwana nakualika nyumbani kwangu. Kaenda kwa nyumbani kwake, akamwandalia chakula. Katika kile chakula alichomwandalia alitia saumu au kitu chochote chenye harufu kali sana, ambapo kwamba unajua zamani mswaki si kama hii yetu Colgate unapiga harufu inatoka mara moja, si ndio? Unakula tropical, unakula nini harufu mbaya mara moja. Wakati wa maisha ya zamani sasa ni tofauti sana. Wazo kala kitu jana na mpaka leo kikabakia ile harufu, kwa sababu ulimwengu bado hujaendelea. Sasa siku ya pili bwana alipofika kwa mfalme akafanyia kazi, kisha mfalme akamuita, ambe njoo. Bwana akasongea mbele, ambe asongea tena, akasongea mbele. Aliposongea, kwa sababu mdomo wake unatoa harufu mbaya, yule mfanya kazi mwosha viatu wa mfalme akazuilia mdomo hivi. Kwa sababu mdomo utazuilia na pua, si ndio?
kumbe ni kweli yale ndio nini nikiambiwa. Sawa. Nasemekana ule mfalme alikuwa ni mtu jahili, hakusoma, hajui kuandika. Akaamrisha andiko barua, kisha katika ile barua akaandika kwamba huyo atakayeleta hii barua mkate kichwa chake. Atakayeleta barua kate kichwa chake. Kisha ile barua akapatiwa yeye yule mfanyaji kazi, yule mwenye kuosha viatu alioshika mdomo. Basi bwana akatoka na barua mbio yuaenda. Yule aliyekwenda kumwambia mfalme kwamba huyu amesema wewe wanuka mdomo, akamuona kwa sababu ana wivu na yeye, sio ana hasad na yeye, hataki awe karibu. Ambaye wenda wapi? Wenda wapi? Ambaye nimepa barua na mfalme. Hapana, wewe utaweza kubeba barua mfalme wewe? Lete wewe mtu jahili kuosha viatu tu, lete. Akachukua ile barua maskini. Akaenda nayo. Na barua imeandikwa nini? Atakayeleta barua kata kichwa chake. Bwana alipofika kasoma barua, akaulizwa unajua kilichoandikwa hapa ndani ni nini? Sema tujui. Ambaye angalia. Ilikuwa si yangu. Hapana, si yako. Ulileta vipi wewe si yako? Akakatwa kichwa. Sasa mfalme na ameandika katika barua kata kichwa chake kisha muniletee mimi. Kakatwa kichwa, katiwa katika sehemu iliyotiwa, kichwa kikarudishwa kwa nani? Kwa mfalme. Mfalme akifungua hivi anaona kichwa cha waziri. La ilaha illallah, imekuwaje tena? Akasema hebu nitieni yule bwana. Akaitwa yule bwana. Akaulizwa, ilikuwaje ile barua ilikuwa nimekupatia wewe ukampatia fulani? Ambaye nikitoka yule bwana aliniona na akanipokonya. Sema wewe huna hadhi, hauna nafasi ya kuweza kushika barua ya mfalme upeleke. Nikampatia. Mfalme akaanza kushtuka sasa. Imekuwaje mpo kwenye barua? Kwa njia gani? Na barua sikumpa yeye. Akamuuliza sasa, jana mbona ulipokuja hapa ulishika mdomo? Sawa? Ama ulishika pua uliposonga karibu yangu? Bana nasikia kwamba wewe wasema mtaani kwamba mimi nafanya nini? Nanuka mdomo. Mbe hasha wakala. Fulani ameniambia. Asema wallahi sijawahi kusema hivi. Mbona jana ulipokuja ulishika mdomo? Asema ule bwana aliponaalika jana alinipatia chakula chenye harufu kali. Sasa nikaogopa vile kuzungumza na wewe karibu ile harufu isifanye nini? Isitoke ikaja kakuudhi. Ndio mfalme akamwambia, akamtajia ule msemo ahsin ila almuhsin biihsani fa inal musii'a sayakfihi isaatahu. Nani ameumia hapa? Nani ameumia? Alihusudu ama alihusudiwa? Alihusudu. Asidi ndio ameumia. Kwa maisha yake nayo ishafanya nini? Ishamalizika. Kwa hivyo maashara muslimin, na hii ndivyo hali ilivyo kila siku. Lau hautojichunga, hautojiziwilia, wallahi utajipata mahala pabaya sana kwa sababu ya hasadi yako ambayo kwamba ulio nayo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithi iliyopokewa marawahu an-Nasa'i wa Ibn Majah anna Amir min Rabi'a, kwamba huyo Amir Rabi'a siku moja alipita Bisahal bin Hunayf, alimpita katika nyumba au sehemu ambapo kwamba huyu sahaba pia alikuwa akioga, aitwa Sahal bin Hunayf. Akamwambia wallahi lam ara kalyawm, sijawahi kuona maisha yangu kama leo, wala aljildun, wala sijawahi kuona ngozi ambayo kwamba ni laini na ni mzuri kama ngozi yako. Yani kama ile kushtuka, yani gari yako ini basi kwisha, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, jicho lina haki. Huyu bwana akaanza kudhoofika, akaanza kubadilika, akapelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au hii habari ikaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, Sahal bin Hunayf ameanza kudhoofika, ameanza kubadilika. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, mnashuku ni nini? Asema tunashuku kama ni hasad. Siku moja Amir bin Rabi'a alipita kimona yuaoga na kaona mwili wake, akasema maneno kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, alama yaqtulu ahadukum akhahu, kwa nini mmoja wenu anamuua ndugu yake? Kwa sababu hasad inafanya nini? Na wewe nenda tafuta wale ambao kwamba waliopatikana na hasad, uangalie, wallahi wanashinda hata waliorogwa kwa hali walionayo, udhaifu walionao, na subhanallah, kisha kukupata lile jicho inakuwa ni ngumu sana. Mimi na baba yangu mmoja, Allah ampe afya, nimepatikana na jicho, subhanallah, amesomewa na mashekhi wa kusomewa, lakini mwili wake unatoka moto. Kila kikaa hivi mwili unatoka moto. Ukimwangalia mwandawazimu si mwandawazimu, mwanda akili si mwanda, amesomewa
sasa hivi msome sahihi, lakini bado amedhofika. Nilikuwa ni mtu akijisimamia akifanya mambo yake, ilikuwa na biashara yake ya mkono tu, basi wakamhusudu kwa nini afanye biashara hii, kwa nini biashara yake watu wanaipenda, wakampiga jicho. Basi mpaka leo wezi mjue yuko duniani wala yuko akhera, yuko nyumbani tu, angalia kama mtu mzima, lakini hata si mtu mzima sana. Kwa hivyo maashara almuslimin, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa nini mmoja wenu anamuua ndugu yake? Kisha Mtume akawafundisha, idha raa ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil baraka. Siku zote ukipita sehemu, ndo nakumbuka tulitembea kuna mchi fulani, ukienda nyumba zao karibu zote kule juu kumeandikwa mashaallah mashaallah mashaallah. Kila tukipita, tuko na wenzangu, kila ukipita nyumba imeandikwa mashaallah mashaallah mashaallah. Ni kwa sababu gani? Kuna siri gani kwa mpaka hizi nyumba zikaandikwa hivi? Tukamuuliza mmoja katika wenyeji tuliokuwa nao, asema kumbe wakitumia hii hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha, sema mmoja wenu akiona kwa ndugu yake jambo ambalo kwamba litakalo sajabisha ama kumpendekezesha, amuombe baraka, sasa Mwenyezi Mungu akubarikie. Kwa hivyo watu wameandika hii ni kusudi kwamba wewe ukiona nyumba tu ikiwa ni mzuri utaipenda na utaitamani, tayari kitu cha kwanza utakachopambana nacho ni nini? Mashaallah, tayari ile hasadi ishafanya nini? Ishakatika. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha huyu sahaba, akamwambia ukiona jambo lolote litakalo kukufurahisha kwa mwenzako, mwombe Mwenyezi Mungu akubarikie, akuzidishie, na sisi atupe inshallah kama hizo. Basi itakata ile hasad ambayo kwamba uliokuwa umeidhamiria. Maashara almuslimin, miongoni mwa tiba za mtu kujitibu na hasad atakapokuwa amejihisi kwamba mimi nimepatikana na hasad ama na ain, kama al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah akitaja kwamba katika kujitibu na hasad kuna mambo mengi, au kujilinda na hasad kuna mambo mengi. Akataja sema ata'awudhu billahi min sharrihim wa tahassunu bihi wal lujuu ilayhim. ولما كان الحسد سلوكا له آثار ضارة على المؤمن فقد أمر الحق عباده أن يعوذوا به من شر هذه الآفة القاتلة. Kwa sababu ikiwa hasad ni kitu ambacho kwamba kimetajwa katika nini? Qur'an, na ni kitu ambacho kwamba kina athari, ni kitu kimetajwa katika hadithi, na ni kitu ambacho kwamba kina athari moja kwa moja. Na Imam al-Qayyim rahimahullah akasema kwamba jambo la kwanza tujilinde kutoka kwa Allah tabaraka taala, kwa Mwenyezi Mungu, Rabbi nilinde na shari za mahasidi, Rabbi nihifadhi ya Rabbi. Yule mmoja alimwendea Sheikh akamwambia, Sheikh bwana, mimi na mahasidi wengi sana, mahasidi wamezidi kwangu, niombee mahasidi waondoke. Asema yoyote mwenye kuhusudiwa ana nini? Ana neema. Usiniambie ni kuombee mahasidi waondoke, bali naambie ni kuombee shari za mahasidi zifanye nini? Zisikupate. Kwa sababu nikikuombea mahasidi waondoke, ina maana na neema itafanya nini? Itaondoka. Ile neema ikiondoka utahusudiwa tena? Hauwezi kuhusudiwa. Bali ule mmoja alisema ukimwona mtu yote katika huu ulimwengu hauhusudiwi, yani hana mahasidi, hana wapinzani, fa huwa rajulun fashil, huyo ni mtu amefeli siku zote. Alhamdulillah. Ndio yule mwanafunzi mmoja alipotumwa na mwalimu wake ambaye nenda kasomeshe, akaenda kasomesha, baada ya muda akarudi kwa shekhe lake, vipi yuko, ulipataje da'wa? Alhamdulillah shekhe, nikiteremka garini napandishwa garini, nikialikwa nyumbani na alikwa nyumbani. Shekhe amwambia bado hujafanya kazi, bado. Yani katika kuzungumza kwako labda wabembeleza, labda kuna makosa wayaona hawezi kuyasema, ndio maana watu wanafanya nini? Wanakupenda. Nenda kafanye dawa kisawa sawa, kisha utakuja kunambia. Na naam, kweli aliporudi, alipoanza kusimama na misimamo kisawa sawa, kama vile makoresho walivyokuwa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakimwita Sadiqul Amin, kisha wakaanza kumuita sahirun majnun. Aliposimama na nini? Aliposimama na ukweli. Baada ya muda amerudi, amwambia nimepatana na upinzani mkali. Ambia sasa kazi imefanya nini? Imeanza kufanyika. Kwa hivyo usiombe kwamba mahasidi waondoke, bali omba shari ya mahasidi isifanye nini? Isikupate katika maisha yako. Vile vile ulama wanatuambia asabru ala aduwihi, ni kusubiri. Siwe ni mtu mwenye kushitaki watu. Unaona bwana, watu hawanipendi bwana, watu wanipigia vita. Ndio watu wanazidi kusikia raha, na ndio wanazidi kuwapa nafasi na kuona kwamba kweli kazi yetu inafanya nini? Inafanyika. Lakini mtu anakufanyia vitimbi, anakufanyia lakini wewe unajifanya kama hauone. Unakaa kama ule al-Asam alipokuwa yuauza duka, siku moja akaingia mwanamke akataka kununua kitu, amenua mkono hivi, akiinua mkono sawa, pepo kamtoka nyuma. Mwanamke mbele mwanamume, aliona haya sana yule mwanamke. Subhanallah, aibu gani kushuta mbele ya mwanamume bwana, tena mtu ajnabi simjui.
alijisikia mnyonge, alijisikia dhaifu. Basi na ule bwana alijua kwamba huwa amejisikia mnyonge, amejisikia dhaifu. Asikamwambia nataka sukari. Yule akamwambia wasema nataka sukari. Wasema mtoa sauti sisikii. Kumbe yosikia, lakini nataka kumuonesha kwamba mimi nina matatizo ya nini? Ya kusikia, sisikii vizuri. Na wewe utakumaliza asidi, fanya kama hata huoni. Fanya kama hata usikii. Fanya hata nikana kwamba upate hizo habari kimuna la ni hali yako bwana, mzima endeleaje? Uko sawa? Kila kitu shwari. Na huko akizunguka, jamaa atashangaa ni mtu aina gani, kwa nini mwanda wazimu aelewi? Kisha mwisho atafanya nini mwenyewe? Atachoka kwa sababu yule ambaye kwamba anayefanyia vitimi na kumsambazia mambo mabaya, yeye hata hayuko. Kwa hivyo hii ni njia moja katika njia ambayo kwamba ya kumaliza zile shari za mahasidi. Maashara muslimini ni mengi ya kuzungumzwa. Allah tuhifadhi na janga kama hili ambao kwamba ni janga kubwa limeenea katika mjitamaa wetu. Allah awaponye wale ambao kwamba walionjwa na maradhi kama haya ya hasad, na Allah pia awaondoshe wale wenye maradhi ya kuwahusudu wengine, bali kinyume chake ingie ni wenye kuwapendelea wenzao khairi. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.